Fahamu njia 10 za kutuliza maumivu ya jino ndani ya dakika moja. Maumivu ya jino ni kitu ambacho sote tumewahi kukipitia angalau mara moja katika maisha yetu. Zaidi ya hapo, zaidi ya 90% ya watu wazima wamewahi kupata aina fulani ya kuoza kwa meno. Unachotakiwa kujua ni kwamba tiba za maumivu ya jino hazihitaji kugharimu pesa nyingi. Kuna njia nyingi za bei nafuu za matibabu ambazo unaweza kujaribu nyumbani. Kabla hatujaanza, chukua muda kusubscribe kwenye chaneli yetu na washa notification ili uendelee kupata update zetu kila tunapoweka video mpya. Namba 1, barafu ya kukandia au kukandamizia. Kwa Kiingereza tunasema cold compress. Nilipokuambia tiba hizi ni za bei nafuu nilimaanisha. Kwa hiyo katika listi yetu tutaanza na cold compress. Cold compress ni nzuri kwa aina yoyote ya maumivu unayoyapata hata ikiwa nje ya meno. Tumia barafu iliyoko kwenye mfuko kisha ifunge kwa kitambaa chepesi. Weka kwenye jino linalouma kwa dakika 15 ili kutuliza mishipa ya maumivu. Unaweza pia kukandamizia barafu kwenye shavu juu ya sehemu ambayo jino linauma. Ubongo wako utapokea taarifa za baridi kupitia mishipa ya fahamu, na taarifa hizo huwa na nguvu kuliko taarifa za maumivu, hivyo kutuliza maumivu makali ya jino. Cold compress pia unaweza kuitumia kupunguza uvimbe au kuvimba. Namba 2, chai ya mnanaa, kwa jina lingine kashagwala. Kwa Kiingereza tunaita peppermint tea. Kama upendi baridi, vipi tukitengeneza chai mbadala wake? Peppermint tea, yani chai ya mnanaa, inanukia vizuri sana na ina uwezo wa kukata maumivu kidogo. Weka kijiko kimoja cha majani makavu ya mnanaa kwenye kikombe cha maji yanayochemka na acha ichemke kwa dakika 20 tu. Kisha tumia mchanganyiko huu kusukutua mdomoni. Pia unaweza kutumia tea bag, majani ya chai ya vifuko. Kama hauna majani makavu, tayarisha kama kawaida, acha ipoe, kisha ipake kwenye eneo linalouma. Kumbuka, hii ni dawa ya muda mfupi sana. Maumivu yakirudi baada ya dakika chache, unaweza kurudia tena kuweka. Namba 3, hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ni dawa ya kupunguza maumivu na kusaidia kupunguza usumbufu utokanao na maumivu ya jino. Hivyo, hupunguza plaque, huponya fizi zinazovuja damu na kuua bakteria wabaya kinywani, hasa kwenye meno yako. Changanya hydrogen peroxide ya 3% na maji ya uwiano sawa. Kisha sukutua mdomoni, ila hakikisha usimeze. Baada ya kusukutua na kutema, suuza tena mdomo wako kwa maji safi mara kadhaa. Namba 4, karafuu au mafuta ya karafuu. Huenda unajua karafuu kama kiungo cha chakula, lakini pia ni dawa yenye nguvu sana ya asili. Karafuu imetumika kutibu maumivu ya jino kwa miaka mingi kwa sababu ina eugenol ambayo ni antiseptic ya asili. Imetumika sana katika dawa za jadi za Kiarabu na Kichina na hauna sababu ya kuzidharau. Karafuu hutumika pia kutengeneza dawa za meno hizi tunazotumia kila siku majumbani, na pia hutumika kutengeneza mouthwash. Unaweza kutafuna karafuu kidogo ili kutoa mafuta yake, au unaweza kuweka unga wa karafuu kwenye jino linalouma, au kuweka matone mawili ya mafuta ya karafuu kwenye eneo lenye maumivu. Ni suluhisho la muda la dharura kwa mambo yote yanayohusiana na kinywa, hasa meno. Namba 5, majani ya mpera. Majani ya mpera yana uwezo wa kupunguza uvimbe na kuua bakteria. Husaidia pia vidonda vya mdomoni na fizi zilizovimba na kutoa damu. Unaweza kutafuna jani moja au mawili mpaka juisi yake ianze kufanya kazi, au kuchemsha majani, kuacha yapoe, kisha kuongeza chumvi kidogo na kutumia katika kusukutua kama mouthwash. Namba 6, thyme. Thyme ni dawa ya zamani iliyojaribiwa hata na Wamisri wa kale. Si tu kiungo cha chakula, bali pia ni dawa yenye nguvu inayosaidia matatizo ya ngozi na hata kupunguza presha ya damu mwilini.
Ina antibacterial na antioxidant properties zinazosaidia sana kutibu maumivu ya jino. Changanya mafuta ya thyme na maji, weka kwenye pamba, kisha ipake kwenye jino linalouma, au tengeneza mouthwash kwa kuongeza matone machache kwenye maji ya vuguvugu. Namba 7, majani ya ngano. Majani ya ngano yana uwezo wa kuua bakteria na kusaidia kwa muda mfupi au mrefu kutegemeana na namna utakavyotumia. Kwa matokeo bora, tumia majani ya ngano kutafuna moja kwa moja au tumia juisi yake kama mouthwash kwa sababu husafisha sumu kwenye fizi na kutoa virutubisho vyote muhimu. Pia husaidia kutoa harufu nzuri kinywani. Namba 8, kitunguu swaumu au garlic. Kitunguu swaumu husaidia kuua bakteria hatari na pia hupunguza maumivu. Unaweza kutengeneza paste na kuipaka kwenye jino au kutafuna polepole upande wa jino unaouma. Unaweza kurudia kwa siku kadhaa hadi maumivu yapotee. Ingawa kina harufu kali, inaweza kusababishia kunuka mdomo wakati mwingine, ila nguvu yake ni kubwa sana na yenye msaada mkubwa kuliko harufu yake. Namba 9, maji ya chumvi. Bibi yako huenda alikwambia kuhusu hili jambo na alikuwa sahihi kabisa, ila hukumsikiliza. Maji ya chumvi ni njia ya asili na rahisi sana kutumia kutuliza maumivu ya jino. Changanya nusu kijiko cha chumvi kwenye kikombe cha maji ya vuguvugu na sukutua mdomoni. Husaidia kupunguza uvimbe na kusafisha eneo lililopata madhara kinywani, zaidi pia kutuliza maumivu. Madaktari bingwa wa meno pia hupendekeza sana njia hii. Namba 10, kitunguu. Hapa sasa nazungumzia kitunguu maji kwa sababu kina kemikali zinazoua vijidudu vinavyosababisha maambukizi. Njia bora, kata kipande kidogo, kitafunia upande wa jino unaouma. Maji ya kitunguu maji huingia kwenye jino na kupunguza maumivu. Kama maumivu ni makali sana, unaweza kushika kipande cha kitunguu moja kwa moja na kukipachika kwenye jino linalouma. Kadri kitunguu kinavyokuwa kikali, yaani kilichokomaa vizuri, ndiyo dawa inavyokuwa na nguvu zaidi. Bonus, jinsi ya kuzuia maumivu ya meno. Kinga ni bora kuliko tiba linapokuja suala la afya ya meno. Hapa kuna vidokezo vitakavyokusaidia kuzuia maumivu ya meno. Piga mswaki meno yako angalau mara 2 kwa siku na dawa ya meno yenye fluoride. Kisha safisha meno yako kila siku ili kuondoa uchafu wa chakula na plaque. Punguza bidhaa na vinywaji vyako vya sukari na tindikali kwani vinaweza kusaidia kuoza meno. Tembelea daktari wako wa meno kwa uchunguzi wa kawaida wa mdomo na utunzaji wa kitaalamu. Epuka kutumia meno yako kama kifaa kufungua kifurushi au kuuma vitu vikali. Kumbuka, njia hizi zote zitakupa misaada ya muda tu, hazitibu chanzo cha tatizo la jino. Kama wewe ni mjamzito, unanyonyesha au una matatizo ya kiafya, wasiliana na daktari kabla ya kutumia tiba hizi. Je, wewe una njia gani ya kupunguza maumivu yako ya jino? Tuambie kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili usipitwe na video zetu zijazo.